Habari gani mwana KOI TV, karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOI TV. Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa mawakili Tanganyika aliweza kulielezea suala ambalo liweza kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii baada ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche kuweza kuzuia kufanya mkutano hadhara pale Mbalali, Mbeya. Nataka tukusomee kile ambacho rais wa mawakili Tanganyika ambaye anafahamika kama Boniface Mwabukusi ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter. Na nukuu: kuzuia mikutano ya vyama vya upinzani shambulio la dhahiri la demokrasia yetu. Kwa kuimarisha hoja hii na urahisi warejea hapo juu ni vifungu vya katiba na sheria ya vyama vya siasa vinavyoimarisha msimamo wangu. 1. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 20(1). Kila mtu ana uhuru wa kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, kuchanganyika kushirikiana na watu wengine kwa ajili ya hiyo kutoa mawazo yake hadharani, na hasa kwa madhumuni ya kuanzisha au kujiunga na vyama au mashirika mengine yanayoshughulika na mambo ya kisiasa na mengineyo. Ibara hii inathibitisha kuwa mikutano ya vyama vya siasa ni haki ya kikatiba na haiwezi kuzuiliwa bila sababu za msingi zinazokubalika kisheria. Ibara ya 21(1) na 2, kila raia anayo haki ya kushiriki shughuli za utawala wa nchi ama moja kwa moja au kwa njia ya wawakilishi waliochaguliwa kwa mujibu wa kisheria. Kila raia anayo haki na uhuru wa kushiriki kwa amani na bila uoga katika mchakato wa kidemokrasia wa kuamua uongozi wa nchi yake. Hii ina maana kuwa kuzuiliwa kwa vyama vya siasa kufanya mikutano ni kukiuka haki za kidemokrasia za raia. 2. Sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 The Political Party Act kepu ya 258 ambayo kifungu cha 9(1)(c), chama cha siasa kitakuwa na haki ya kushiriki katika shughuli za kisiasa ikiwa ni pamoja na kufanya mikutano ya hadhara kwa mujibu wa sheria zilizopo. Sheria hii inatoa haki ya kisheria kwa vyama vya siasa kufanya mikutano bila kuwekewa vikwazo visivyo na msingi. Kifungu cha 11(1) na 3, kila chama cha kisiasa kilichosajiliwa kwa mujibu wa sheria hii kitatakiwa na haki ya kuendesha shughuli zake kwa uhuru kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Hakuna mtu yeyote atakayekizuia chama cha kisiasa kilichosajiliwa kuendesha shughuli zake kwa mujibu wa kisheria hii. Hii ina maana kuwa vitendo vya kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ni matumizi mabaya ya madaraka na vinakinzana na sheria za nchi. 3. Sheria ya Jeshi la Polisi na Huduma za Usalama sura ya 3(22) The Police Force and Lax Service Act ambayo ni kepu 322 kifungu cha 43. Polisi watawajibika kuhakikisha usalama wa mikutano ya hadhara kwa lengo la kulinda amani na utulivu na sio kuzuia mikutano hiyo bila sababu za msingi. Jeshi la polisi lina wajibu wa kulinda mikutano ya hadhara, sio kuzuia kwa misingi ya kisiasa. Tuna namna mbili: tuishi kwa kuheshimiana, tulijenge taifa letu, na tuishi kujenga taratibu taifa letu. Ujinga ni kutoheshimu sheria na katiba. Kumbuka kwamba 1, kuzuia mikutano ya vyama vya kisiasa bila sababu za msingi ni kinyume cha katiba na sheria za nchi. 2, vyama vya upinzani vina haki sawa na chama tawala kufanya mikutano ya hadhara. 3, yeyote anayezuia haki hii
anatumia vibaya madaraka na anahujumu demokrasia. Hili suala la utawala wa sheria na lazima polisi na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania wajibike kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Hayo ni maneno ambayo Rais wa mawakili Tanganyika Boniface Mwabukusi ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter kuhusiana na kile ambacho kilifanywa na jeshi la polisi pale mkoani Mbeya, wilaya ya Mbalali, kuzuia mkutano wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche. Ndio maana Boniface Mwabukusi ameamua kutumia jukwaa la mtandao wa Twitter kuweza kuweka wazi namna kuzuia mikutano ya kisiasa na namna na ilivyokuwa inaleta madhara na sio haki kikatiba, na ameweka haki za kikatiba kufanya mikutano ya hadhara. Lakini watu wamekuwa na maoni tofauti katika sehemu ya kuandika maoni. Wa kwanza anaitwa Unknown, anasema nini chama cha TLS kitafanya ili hata yanayoendelea yasiendelee kuwepo, na wewe kama rais wa TLS ni nini tamko lako kwa ukandamizaji wa katiba ukifanywa wazi na polisi? Boniface Mwabukusi akaja kamjibu Unknown, akasema hivi vyama vina wanasheria nguli na wabobevu kabisa, vinaweza kusukuma vifungo vya sheria na katiba kwenda mahakamani vikiona vina uhitaji. Mimi nimetoa andiko hili kwa manufaa ya umma ili wajue tu msimamo wa sheria na katiba. Lakini Mwaisumbi anasema hapo, Mwaisa, vipi kuhusu kutokuwa na kibali cha kufanya mkutano wa siasa kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa na nakala kwa OCD? Boniface Mwabukusi akaja kamjibu kasema chama kinatakiwa kutoa taarifa, hakihitaji kutoa kibali wala ruhusa. Soma andiko vizuri uelewe, ndio maana nimeweka maneno bila sababu za msingi. Kajoka anasema wewe kama rais wa TLS ni vyema kutenga muda mkatoa elimu hii kwa polisi. Boniface Mwabukusi akasema kaka, ninajitahidi kuandika hapa kwa lengo hilo. Nafahamu kila mmoja akipita na kushare na mwingine alitazidi kutembea. Lakini Achakaramu anasema mikutano haikuanza leo kuzuiliwa. Mikutano haikuanza leo kusemwa kuingiliwa na mamlaka. Mikutano haikuanza leo kusemwa haifikii malengo yake. Hakufikisha dhumuni lake la wananchi kwa sababu atajwa hapo juu. Je, muda wote huu kumekosekana suluhisho la kudumu la kuepuka haya? Hayo ni maswali ambayo Chakaramu ameweza kumuuliza Boniface Mwabukusi. Boniface Mwabukusi amekuja kumjibu akasema suluhisho ni mimi na wewe kukataa na kukata minyololo na akili za kitumwa, na kila mmoja kuona kuwa ana wajibu wa taifa lake. Lakini Bernard Zelamula anasema now what is appropriate the way forward? What we gonna do is such horrible behavior repeated by police force to abuse existing stipulated laws in our existing constitution. There is something wrong, I think. Lakini Boniface Mwabukusi akasema let's continue with the PIL TLS. Lakini Fatma Cute anasema umeelewa au upo busy kulewa? Watu wamekiuka kitu kinachosema wewe walichokisema wenyewe tena kwenye uthibitisho, sio umamluki. Lakini Hugo akasema kishindo cha no reform no election katika uzinduzi uliofanywa kiwanja cha Rwanda Nzove jijini Mbeya tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2025 kimewafikia. Lakini John Saluni anasema iko hivi, kwanza itambulike serikali ya CCM hawataki tena sheria. Ikumbukwe kilele cha mikutano pia
mitandao pia wamezoea kwao, sio jambo zito kabisa, na wameshazoea Watanzania ni mazuzu, hawawezi kufanya. Mwisho wa mabadiliko ya siasa ya Tanzania ni maandamano ya nguvu na mwitikio wa vitendo tu. Lakini Hofa anasema kamtag Boniface Mwabukusi, akasema watu tulidhani unajenga na Chadema, lakini tumeona kimya kulikoni. Lakini Joble anasema umejitahidi kutimiza wajibu wako, tatizo la nchi yetu ni kuongozwa na viongozi wasiojiamini na zaidi ya wenye uwezo mdogo. Wao kipaumbele chao ni madaraka kwanza bila kujali misingi ya sheria za nchi. Katiba mpya ni muhimu. Lakini Colonel anasema mimi binafsi naheshimu sana, lakini yale matumaini niliyokuwa nayo kwako kabla hujawa rais wa TLS yameanza kufifia. Unatakiwa kufanya jambo kubwa zaidi kulingana na imani ambayo sisi tuliweka kwako. Lakini Juliana PhD anasema tena unakuta anayezuia mkutano wa chama ni akada ya chama, anapiga simu polisi. Lakini Anthony Kingazi anasema hicho kilichoandikwa ni kujitambua tu. Katiba una kazi kubwa sana bro, pole. Maana hicho kitabu kiheshimu lazima kiheshimiwe na pande zote, mtawala na mtawaliwa. Isiwe fimbo ya mmoja wao kumchapia mmoja wao kwa nia njema au ovu. Lakini Ethiopia anasema umeeleza, umefafanua kwa usahihi na ufasaha sana, wakili msomi, ila walioko madarakani wana kiburi sana kwa kuwa hakuna cha kuwafanya na hakuna cha kuwajibisha kwa namna yoyote ile. Ndio maana yule mzee aliadiliki kusema hawatoki madarakani mpaka Yesu arudi. Tuzidi maombi arudi. Lakini mtoto wa Maraika anasema hivi, haya mambo ya kijinga mpaka lini? Polisi inaacha akudili na wezi, inaanza kupambana na raia wema. Lakini Nyamangede anasema acha kupuka, hawakuwa na barua ya kufanya mkutano pale, ujinga mwingi naendekeza. Lakini Dominical anasema ifike pahala waliopo ground kwenye chama wawe na mbinu za kuzuia hizi mambo. Wanajua mtakimbia huku na huku, hakuna impact yoyote. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wameweza kutoa katika mtandao wa Twitter kwenye chapisho la Boniface Mwabukusi, ambapo alichapisha kuhusiana na kuzuia mikutano ya vyama vya siasa, hasa upinzani katika tukio ambalo litokea pale Mbalali mkoani Mbeya. Jina langu ni D wa KEROY TV, tukutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.